Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 4 ya Majilio ya mwaka A wa Kanisa, na masomo yetu yanatoka katika kitabu cha Maandiko Matakatifu au Biblia Takatifu. Somo la kwanza, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya ya 10 hadi ya 14. Na somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya 1 hadi ya 7. Na somo la tatu ni somo kutoka Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 18 hadi 25. Ndugu zangu wapendwa, Dominika hii ni Dominika inayoashiria kabisa kutokea kwa shina la Yese, na masomo yetu yanadhihirisha kwamba kile kilichotabiriwa na manabii, maaguzi ya manabii wote waliotangulia, kina Yeremia, Isaya, wote walitabiri juu ya Mariamu kuwa mama wa Mungu, kumzaa mkombozi, na walisema watamzaa Mungu pamoja nasi. Somo la kwanza linatupatia ujumbe, Bwana atawapa ishara. Hivyo nasi leo tutafakari kwamba Bwana atakupa ishara. Mimi na wewe, Bwana atatupa ishara. Tuitake kwa hali ya juu sana au hali ya chini sana, Bwana atatupa ishara. Ahazi anakataa ishara ya Bwana, lakini anakiri kwamba Mungu amekwisha jiandalia ishara hiyo. Bwana hutupa ishara yeye mwenyewe anavyotaka. Hivyo tusipende kumlazimisha Mwenyezi Mungu kutaka atupe ishara, lakini tubaki katika imani na tumuombe yeye ili kile alichokipanga kwa ajili ya kutuashiria au kutuonyesha au kutupa mwongozo, yeye mwenyewe akifanye. Ishara ya Bwana kwa Israeli inakamilika kwa Bikira Maria kumzaa mtoto mwanamume ambaye tunaambiwa ni Mungu pamoja nasi. Hivyo Yesu Kristo ni Mungu pamoja nasi. Ni Mungu pamoja nasi namna gani? Ni Mungu pamoja nasi katika kutwaa ubinadamu wetu kwa kujimwilisha yeye mwenyewe kuwa sawa na sisi. Huyu ni Mungu pamoja nasi. Mungu anatupa ishara katika maisha yetu kila siku, na ishara ya kwanza ambayo kwamba Mungu anajitambulisha kwetu kwamba yupo pamoja nasi ni uhai anaotujalia. Tunapoamshwa salama, tunapopata nguvu kila siku ya kuwajibika vile inavyotakiwa, hiyo ni ishara ya kwanza katika maisha yetu ambao tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hivyo tutake ishara gani nyingine zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai? Ndugu zangu, tunaweza kujiuliza swali, je, tutake ishara gani tena kutoka kwa Mungu ili tuzipate ishara nyinginezo? Tunapaswa kumwamini Mungu kwa imani kubwa na yenye uaminifu na unyenyekevu, naye ataweza kutenda ishara hizo. Lakini katika somo la pili tunapata ujumbe kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, pokea neema na utume. Mtume Paulo anadhihirisha kwamba Yesu kuwa ndiye mkombozi wetu na mwana wa Mungu kweli, naye anatupa sisi utume
kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye amekuwa mtumishi wetu anaturithisha nasi utume huo, na Paulo anadhihirisha kwamba yeye amepokea neema hiyo ambayo amepewa ya kuwa mtume. Hivyo mimi na wewe kama Wakristo wabatizwa, kwa ubatizo wetu sisi ni mitume, tumetumwa. Je, tunautumiaje utumishi wetu? Utume wetu ambao tumepewa tunaufanyia kazi namna gani? Tupokee neema ya Mungu kwa ajili yetu ili tuzidi kutumikia bila uoga. Neema hiyo ya Bwana wetu Yesu Kristo tuliopewa itupe nguvu na itujaze ukweli wa kuihubiri Injili bila kuogopa. Na Paulo anadhihirisha hilo, kwani amepewa majukumu hayo na alihubiri Injili bila kuogopa. Hata kama alichapwa viboko, na yeye analipia yale ambayo aliwatendea Wakristo zama zake kabla hajaongoka. Hivyo neema ya Mungu imemwangukia na kumfanya mtume wa mataifa. Je, wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, ni mteule wa Yesu Kristo kwa jina lake na kwa ajili yake? Tunaweza kuwa Wakristo lakini si wateule wa Kristo. Hivyo Mkristo mwenzangu, tumeitwa tutumikie na kupokea neema ya jina la Kristo Yesu na imani aliyotupatia. Hivyo usiache kutumikia kwa imani. Na somo la Injili linatupa ujumbe juu ya uwajibikaji wetu katika utume. Usikimbie majukumu ya utume wako. Huo ndio ujumbe mkubwa tunaopata katika Injili ya Mathayo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo tunasimuliwa kulikuwa kwa namna ya ajabu sana, ambapo Mariamu mchumba wa Yusufu anatokewa na malaika na kupewa habari ya kuwa atakuwa mama wa Mungu. Na hivyo Yusufu anapogundua mke wake mtarajiwa ni mjamzito, anawaza na anafikiri namna ya kumkimbia na kumtoroka asimwaibishe, kwa kuwa yeye alikuwa ni mtu mwenye haki. Mtu wa haki huyu anaogopa aibu na anaficha pia au anatamani pia kutetea uhai wa huyu mchumba wake. Maana Wayahudi kabla mwanamke hajakutana na mume wake na ikionekana ni mjamzito au ana mimba, amri yao ilikuwa ni kuuawa, kupigwa mawe mpaka kufa. Hivyo angemwacha kwa siri, Mariamu angepona. Na hivyo malengo yake yalikuwa hayo, lakini Mwenyezi Mungu anazuia nia hiyo ovu, nia hiyo ambayo Yusufu alitamani kuifanya, na anamtuma sasa na kumwambia usiogope, huyu tayari ameshafanywa kuwa mama wa Mungu. Unalo jukumu hilo la kumlea na kumtunza mama huyu. Hivyo ndugu zangu wapendwa katika Kristo, nasi tunao wajibu huo wa kutunza na kutimiza majukumu yetu, kutunza wito wetu na kutimiza majukumu yetu. Wewe kama Mkristo unautunzaje wito wako wa Ukristo, wa kuwa mtakatifu, wa kuwa mteule wa Mungu, wa kuwa mtumwa wa Mungu, mtumishi, mtume kwa neema ya jina la Yesu Kristo? Mungu anatutaka sisi tuendelee kuishi pamoja naye na kutimiza majukumu hayo. Yusufu anapokea jukumu hilo bila woga na anaanza kumtunza mama huyu akiwa mjamzito pamoja na mtoto aliye tumboni. Leo tunaweza kujiuliza, akina baba wangapi wanatimiza wajibu huo wa kuzilea vizuri familia zao? Au hata watoto ambao wamewakuta kwa wanawake waliowaoa baadaye, ambao hawakuzaa nao mwanzo. Je,
wanatimizaje wajibu huo? Je, wanawapenda kweli kama watoto wao wa kuwazaa? Hali kadhalika akina mama, je, wanawapenda watoto ambao wamewakuta wa waume zao ambao hawajazaa na wao? Hivyo tutimize majukumu yetu ya utume wetu na wito tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Kila mmoja akitimiza, basi Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nasi na atakaa na sisi, kama leo tunavyoambiwa ishara ya Bwana inatimia kwa Mariamu kumzaa mtoto mwanamume, jina lake Mungu pamoja nasi, yaani Emanueli. Tumpokee Mungu pamoja nasi na tumpeleke kwa wengine wakamjue pia. Sisi kama mahujaji wa imani na matumaini katika mwaka huu wa jubilei kuu ya kanisa, hivyo basi tunapaswa kuwa mahujaji kweli wa kumpeleka Kristo Mungu pamoja nasi kwa watu ambao bado hawajamfahamu na hawajamjua bado juu ya majukumu yake na utume wake na nguvu anazozitenda katika ulimwengu wetu huu. Tumsifu Yesu.